Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha unajiabone na comment vile una partage na mkisingile banasema una subscribe, una like, una comment pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako aidha mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari mwanzo hadi mwisho. Karibu katika taarifa yetu ya habari, karibu sauti yetu, habari zako. Katika eneo la Kavumu mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya taharuki iliripotiwa Jumapili tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026 kufuatia kuonekana kwa moshi mzito katika uwanja wa ndege wa Kavumu. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, moshi huo ulionekana ukifuka kutoka ndani ya eneo la uwanja wa ndege, hali iliyozua hofu miongoni mwa wakazi wa karibu pamoja na wasafiri waliokuwa wakitarajia kutumia miundombinu hiyo muhimu ya usafiri wa anga. Picha na video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha moshi mweusi ukipanda juu angani, huku baadhi ya watu wakisikika wakieleza mshangao na wasiwasi kuhusu chanzo cha tukio hilo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka husika kuhusu chanzo halisi cha moshi huo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa tukio hilo lilidumu kwa muda mfupi kabla hali ya kawaida kurejea tena. Ingawa tahadhari iliendelea kuwepo kwa muda fulani, hakuna taarifa zilizothibitisha kuwepo kwa majeruhi au uharibifu mkubwa uliotokana na tukio hilo. Uwanja wa ndege wa Kavumu ni moja miundombinu muhimu katika eneo la Kivu Kusini, ukitumika kwa safari za ndani pamoja na shughuli za kibinadamu, hasa katika muktadha wa hali ya usalama na misaada ya kibinadamu inayohitajika katika eneo hilo. Wakazi wa Kavumu na maeneo ya jirani wameeleza wasiwasi wao, wakitaka mamlaka kutoa ufafanuzi wa haraka ili kuondoa hofu na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na miundombinu ya umma. Hadi kufikia sasa, uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha tukio hilo, huku mamlaka zikihimizwa kuwasiliana wazi na wananchi kuhusu hatua zinazochukuliwa. Tutazidi kufuatilia taarifa hii na kukuletea maendeleo mapya kadri yatakavyopatikana. Asante. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika eneo la Bafuasende, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo maelfu ya wananchi wamelazimika kuyahama makazi yao kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusishwa na kundi la waasi wa ADF. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, zaidi ya watu 68,000 yani 68,000 wameongezeka katika idadi ya wakimbizi wa ndani ya kipindi kifupi kilichopita. Hii inaongeza mzigo mkubwa kwa jamii ambazo tayari zinakabiliwa na hali ngumu ya maisha. Ripoti zinaonyesha kuwa watu 4,318 au 4,380 wameathirika moja kwa moja na vitendo vya ukatili vinavyofanywa na kundi hilo, ikiwa ni pamoja na umwagaji damu, utekaji nyara pamoja na uharibifu wa mali. Hali hii imeacha maelfu ya familia katika majonzi makubwa na bila msaada wa kutosha. Eneo la Bafuasende sasa linatajwa kuwa moja ya maeneo yenye hali mbaya zaidi ya kibinadamu, huku miundombinu ya kijamii kama vile vituo vya afya na shule ikiripotiwa kuathirika vibaya au kusimamisha shughuli zake kutokana na ukosefu wa usalama. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanakumbana na changamoto kubwa katika kufikisha huduma muhimu kwa waathirika kutokana na hali ya usalama isiyotabirika. Upungufu wa chakula, maji safi na huduma za afya umeendelea kuwa tishio kubwa kwa maisha ya wakazi waliokimbia makazi yao. Wito umeendelea kutolewa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kuimarisha usalama katika maeneo yaliyoathirika.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa bila hatua madhubuti dhidi ya kundi la waasi wa ADF, hali inaweza kuendelea kuwa mbaya zaidi na kusababisha ongezeko la wakimbizi pamoja na madhara makubwa ya kibinadamu. Kwa sasa, maelfu ya wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu wakitegemea misaada ya dharura, huku matumaini ya kurejea makwao yakiendelea kuwa finyu. Katika juhudi za kuimarisha usimamizi wa rasilimali za taifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuanzisha kikosi maalum kitakachojulikana kama Garde Miniere, yani walinzi wa migodi. Hatua hii inalenga kupambana na vitendo vya udanganyifu na wizi unaoendelea kushuhudiwa katika sekta ya madini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka husika, sekta ya madini nchini humo imekuwa ikikumbwa na changamoto kubwa, ikiwemo uchimbaji haramu, usafirishaji wa madini bila kufuata sheria, pamoja na upotevu wa mapato ya serikali. Hali hii imekuwa ikiathiri vibaya uchumi wa taifa licha ya utajiri mkubwa wa madini uliopo nchini humo. Kuanzishwa kwa walinzi hawa wa migodi kunatarajiwa kuwa na suluhisho la kudumu katika kudhibiti mienendo isiyo halali ndani ya maeneo ya uchimbaji. Kikosi hiki kinakuwa na jukumu la kusimamia shughuli za uchimbaji, kuhakikisha sheria zinafuatwa, pamoja na kulinda maeneo ya migodi dhidi ya uhalifu na vikundi visivyo rasmi vinavyohusika na biashara haramu ya madini. Wataalamu wa uchumi na wachambuzi wa masuala ya rasilimali wanaona hatua hii kama muhimu, hasa ikizingatiwa nafasi kubwa ya sekta ya madini katika pato la taifa. Wanasema kuwa endapo utekelezaji wake utakuwa madhubuti, unaweza kusaidia kuongeza mapato ya serikali na kuleta uwazi katika biashara ya madini. Hata hivyo, baadhi ya wadau wanatoa tahadhari juu ya utekelezaji wa mpango huu. Wanasema ni muhimu kuhakikisha kuwa kikosi hicho kinaendeshwa kwa weledi, haki na uwajibikaji ili kuepusha matumizi mbaya ya madaraka au kuongeza changamoto mpya kwa wachimbaji wadogo. Kwa upande mwingine, wachimbaji wa madini wadogo wanatarajia kuwa hatua hii italeta mabadiliko chanya, ikiwa ni pamoja na kuboresha mazingira ya kazi na kupunguza unyanyasaji unaoweza kufanywa na makundi isiyo rasmi. Serikali imeahidi kuweka mifumo madhubuti ya usimamizi na ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa Garde Miniere inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa kuzingatia sheria za nchi. Kwa ujumla, kuanzishwa kwa walinzi wa migodi hii ni hatua muhimu katika vita dhidi ya udanganyifu wa madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku macho ya wengi yakielekezwa kuona namna ambavyo mpango huu utatekelezwa na kuleta matokeo yaliyo ya kusaidia wananchi. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha ni kuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mfalme wa Uingereza leo anza ziara nchini Marekani siku mbili tu baada ya tukio la ufyatuliaji risasi ambalo Rais Donald Trump na maafisa wake wanaelezwa kuwa walengwa wanawezekana. Hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi kwa usalama kwa ujio wa Mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo Rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari? Mamlaka nchini Mali zathibitisha kifo cha waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kufuatia shambulizi lililofanywa nyumbani kwake. Na wakosoaji nchini Uganda wasema hatua ya bunge la nchi hiyo kupitisha muswada utakaoongeza maradufu kodi ya nguo za mitumba inaweza kusababisha ukosefu wa ajira, hususan kwa vijana. Hii hatua ya bunge ya kuongeza pesa singekuwa mbaya, lakini hizi ngondo tunatoa kila kitu. Hizi ngondo tunauzaga ili tusiende kumenya nyumba za watu. Watu wachie tu hapa kwa sababu hapa ndo tunatoa kila kitu sisi. Hatuna kazi nyingine. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Victor Kenan. Karibu. Shukran Halima.
Waziri wa mambo wa nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ziara yake nchini Oman iliyohitimishwa Jumapili ililenga kuchunguza njia za kuhakikisha usafiri salama wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Maoni yake yaliungwa mkono na mwenzake wa Oman Badri Abdul Saidi, ambaye alisisitiza kuwa diplomasia zaidi inahitajika sambamba na suluhisho za vitendo ili kufungua tena njia hiyo muhimu ya majini. Bwana Araghchi ameelekea Urusi ambako atafanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin hii leo. Duru hii ya hivi karibuni ya diplomasia inakuja wakati juhudi za amani kati ya Iran na Marekani zikiwa katika hali tete kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Pakistan. Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 14 siku ya Jumapili na kuwajeruhi takriban 40 licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Zaidi na Florian Kaijage. Jeshi la Israel lilisema lililenga kile lilichokiita makundi ya kigaidi yanayorusha makombora na magara ya kuhifadhi silaha yanayotumiwa na Hezbollah. Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yameongezwa hivi karibuni, Israel ina haki ya kujibu mashambulizi yanayokaribia au yanayoendelea na imekuwa ikilenga maeneo muhimu ya Lebanon takriban kila siku. Awali, IDF ilitangaza kuwa mmoja wa wanajeshi wake ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani la Hezbollah kusini mwa Lebanon siku ya Jumapili. Pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara kwa mara. Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara amefariki kufuatia shambulio la kujitoa mhanga kwa bomu katika makazi yake jirani na mji mkuu wa nchi hiyo Bamako siku ya Jumamosi. Shambulio hilo lilikuwa moja ya mashambulizi kadhaa yaliyopangwa kwa pamoja na wanamgambo wa kijihadi na waasi wa Tuareg katika miji kadhaa. Kiongozi wa muungano wa mataifa ya Sahel ambayo pia inajumuisha Mali na majirani zake Niger na Burkina Faso, Ibrahim Traore, amelaani mashambulizi hayo akisema yaliungwa mkono na maadui wa mapambano ya ukombozi wa Sahel. Waasi wa Tuareg wanasema wanadhibiti mji wa jangwani wa kaskazini wa Kidal, kilipo kikosi cha usalama cha Urusi. Makazi ya kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita pia yalishambuliwa, lakini yuko salama. Na maafisa nchini Chad wanasema watu wasiopungua 42 wameuawa katika mapigano kati ya makabila ya mashariki mwa nchi hiyo. Ghasia hizo katika jimbo la Wadifira zinaaminika kuchochewa na mgogoro kuhusu kisima cha maji ambao kisha ulisababisha mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kuenea. Naibu waziri mkuu wa nchi hiyo Liman Mahamat aliambia televisheni ya taifa kuwa hali sasa imedhibitiwa. Mashariki mwa Chad imekuwa ikikumbwa na migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji wa Arabu wanaohamahama kwa miaka kadhaa. Mvutano kuhusu rasilimali na usalama umeongezeka zaidi kutokana na kuwasili kwa wakimbizi wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Sudan. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenan. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili kutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedo FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda Voice of Mwabura, Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wake walikuwa walengwa wanawezekana wa mshukiwa mshambuliaji wa bunduki aliyejaribu kuvamia ghafla ya waandishi wa habari wanaoripoti kutoka ikulu ya nchi hiyo. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche amesema. Victor Kenani na maelezo zaidi. Mshukiwa huyo aliyetajwa na vyombo vya habari vya Marekani kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 alikamatwa baada ya polisi kusema alifyatua risasi karibu na kituo cha ukaguzi wa usalama wakati wa hafla hiyo katika hoteli ya Washington DC siku ya Jumamosi. Blanche akizungumza na NBC News alisema sababu ya mshukiwa huyo bado inachunguzwa, lakini matokeo ya awali yanaashiria kwamba alikuwa akiwalenga maafisa wa utawala. Kitengo cha kuchunguza uhalifu cha FBI pamoja na kikosi kazi cha kupambana na ugaidi wanachunguza tukio hilo. Majira ya saa 2:35 kwa saa za Marekani siku ya Jumamosi, milio ya risasi ilisikika katika ukumbi wa mapokezi wa hoteli ya Washington Hilton ambako mkutano huo ulikuwa unaendelea. Mke wa rais Melania Trump na makamu wa rais JD Vance waliondolewa haraka nje ya chumba hicho na walinzi.
Maafisa walisema vyombo vya sheria vilijibizana kwa risasi na mshambuliaji huyo na kumdhibiti, na wanaamini mshukiwa huyo alifyatua silaha yake. Hakupigwa risasi, lakini alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi. Polisi walisema alikuwa na bunduki 2 pamoja na visu. Allen anajieleza kama mhandisi wa mitambo, mtengenezaji wa michezo na mwalimu kwenye mtandao wa LinkedIn. Maafisa walisema atashtakiwa rasmi katika mahakama ya shirikisho siku ya Jumatatu kwa kosa la kumshambulia afisa wa shirikisho na kutumia silaha wakati uhalifu wa vurugu. Rais alitoa taarifa kutoka ikulu baada ya shambulio hilo. Aliisifu huduma ya usalama ya Secret Service na kusema kwamba kila mtu aliyekuwemo chumbani humo anapaswa kuwapa shukrani kubwa. A very beautiful thing to see a man. Kitu kizuri sana kushuhudia. Mtu alivamia kituo cha usalama akiwa na silaha nyingi na alidhibitiwa na baadhi ya maafisa jasiri sana wa kikosi maalum cha ulinzi, na walichukua hatua haraka sana. Trump pia ametumia tukio hilo kuendeleza hoja yake ya kujenga ukumbi mpya wa sherehe katika ikulu, akiandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba tukio hilo lisingetokea kama kungekuwa na ukumbi wa siri za kijeshi unaojengwa kwa sasa. Mradi huo wenye utata umekumbwa na changamoto kadhaa za kisheria. Hii ni mara ya 3 kwa Rais Trump kukabiliwa na tishio la mauaji. Victor Kenan. Mamlaka nchini Mali zimethibitisha kwamba waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Jenerali Sadio Kamara amefariki dunia kufuatia shambulio lililofanywa nyumbani kwake. Katika taarifa iliyotolewa jana usiku, imesema gari lililobeba milipuko ambalo lilikuwa linaendeshwa na dereva aliyejitoa mhanga lililenga makazi yake. Shambulio hilo ni sehemu ya mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wenye itikadi kali na waasi wanaotaka kujitenga nchini humo. Martha Saranga na taarifu zaidi. Jeshi la mamluki wa Urusi wanaosaidia serikali ya Mali wanatarajiwa kujiondoa katika mji wa Kidal baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa siku 2. Kundi la waasi la Azawad Liberation Front linalotaka kuanzisha taifa huru la Watuareg kaskazini mwa Mali limesema sasa linadhibiti sehemu kubwa ya mji huo. Mashambulizi haya yalikuwa sehemu ya operesheni kubwa iliyoratibiwa na makundi mbalimbali yenye silaha nchini humo. Ripoti zinaonyesha kuwa mashambulizi yalifanyika katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu Bamako pamoja na miji ya Gao, Kidal, Mopti na Sevar. Wakati huo kundi la wanamgambo wenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda linalojulikana kama Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin au Jenim lilifanya mashambulizi wakati mmoja katika maeneo tofauti ya nchi hiyo. Katika tukio hilo, taarifa zinasema kuwa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara aliuawa karibu na mji mkuu Bamako. Kwa miaka mingi sasa, Mali imekuwa ikikumbwa na machafuko ya usalama kutokana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu pamoja na waasi wa kabila la Tuareg wanaotaka kujitenga. Wadadisi wa mambo wanasema mashambulizi haya yanaweza kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi yaliyoratibiwa nchini Mali katika miaka hivi karibuni, hali inayozidisha hofu kuhusu usalama na uthabiti wa nchi hiyo. Martha Saranga. Katika juhudi za kukuza na kupanua matumizi ya lugha ya Kiswahili, mataifa ya Afrika Mashariki yameendelea kuipa uzito mkubwa lugha hii hadhimu, hasa katika elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hatua hii na utekelezaji wake, nimezungumza na Aida Mutenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, pamoja na Ferdinand Ndahayo, mwalimu wa lugha ya Kiswahili na mwandishi wa riwaya wa vitabu vya watoto kutoka Kigali, Rwanda. Kwanza Aida anaanza kuelezea nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Lugha ya Kiswahili kulingana na katiba yetu, ibara ya 6 inasema kwamba Kiswahili kitatumika kama lugha ya pili. Kwa hivyo ni lugha ambayo inatambulika rasmi, japo hakuja kuwepo na sheria ya kuelezea ama kufafanua ni kwa jinsi gani ama ni wapi itatumika rasmi. Pili, lugha ya Kiswahili ni lugha kama ya mawasiliano. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anakataza mtu kutumia Kiswahili, na sekta mbalimbali ambazo zinatumia Kiswahili. Kitambo Kiswahili kilijulikana kutumiwa na jeshi, alafu kikapaka picha mbovu ile kwa jeshi. Sasa hizi Kiswahili kinafundishwa katika shule za sekondari, shule za msingi, vyuo vikuu, sokoni, kila mahali Kiswahili kinatumika. Inategemea wewe ambao umetaka kukitumia unakitumia wakati gani. Rwanda Kiswahili. Rwanda kama nchi ya Jumuiya wa Afrika Mashariki, Kiswahili tunakifunza darasani. Kimepewa muda sawa na Kinyarwanda na Kiingereza na hata na Kifaransa. Na pia
Kiswahili kinatumiwa katika shughuli za biashara, na sasa mjini Kigali, kwa sababu Kigali kuna uingiliano wa watu kutoka nchi tofauti za Afrika Mashariki. Kuna watu wanaotoka Kongo, Tanzania, Kenya. Na kwa shule kuanzia darasa la ngapi watoto wanajifunza Kiswahili ama wanafunzi wanaanza kusoma Kiswahili? Kuanzia shule ya sekondari. Shule ya sekondari. Ya msingi hawasomi Kiswahili. Hawasomi Kiswahili. Sekondari ndo wanaanza na kujifunza lugha ya Kiswahili. Kutoka kidato cha kwanza, ukifika katika kidato cha 3, ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea na Kiswahili. Ni kama katika chuo kikuu, ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea pamoja na Kiswahili, lakini kwa ujumla ni kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 3. Katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa, mbinu gani ambazo mnatumia zaidi na kufundisha mashuleni? Kama ulivyosema, maofisini wanatumia Kiswahili, Kinyarwanda na Kiingereza na Kifaransa, lakini kuna majuhudi tofauti ya kukuza na kulinda lugha hiyo. Kiswahili kilikuwa kifundishwa madarasani masaa 2. Sasa hivi waliongeza masaa wanafunzi wanayokisomea darasani. Kuna walimu ambao wanafundishwa, wanapewa uwezo wa kukifundisha vizuri. Na taarifa hiyo inatuelekeza moja kwa moja katika michezo na Florence Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie huko England ambako Chelsea imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la FA baada ya kuichapa Leeds United 1-0 katika mchezo wa nusu fainali uliopigwa katika dimba la Wembley. Goli pekee la kichwa la Enzo Fernandez, raia wa Argentina, lilitosha kuipeleka The Blues fainali na itakabiliana na Manchester City iliyoishinda Southampton 2-1 juzi Jumamosi. Ushindi wa Chelsea ambao wachezaji wake walionekana kujituma mno umekuja siku 4 tu tangu klabu hiyo ya London kumtimua kazi mkufunzi wake Liam Rosenhill aliyedumu klabuni hapo kwa siku 106 pekee kutokana na mfululizo matokeo mabovu kwa wachezaji wakionekana kuwa legelege na kutokujituma na kusababisha madai ya kuwepo mgomo baridi. Uongozi wa The Blues ulifikia kikomo cha uvumilivu baada ya mabingwa hao mara 6 wa ligi kuu juu kabisa England kupoteza michezo 5 mfululizo bila kufunga goli, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 1912. Zamani sana, hata BBC ilikuwa ijaanzishwa. Klabu ya Galatasaray imewashutumu waamuzi nchini Uturuki kwa kuwa na uovu ndani siku chache tu baada ya kusitisha uhusiano na shirikisho la soka la nchi hiyo. Klabu hiyo ya ligi kuu ya Uturuki ilitoa madai hayo kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ushindi wa 3-0 Jumapili dhidi ya wapinzani wao wakuu wa jiji la Istanbul, Fenerbahce. Wakati wa mapumziko na huku Galatasaray wakiongoza 1-0, klabu ilielekeza hasira zao kwa waamuzi katika machapisho mawili kwenye Ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu yanahakikisha tunaletea habari sahihi za kuaminika, lakini tena kwa muda muafaka, na vile vile nikukumbushe tena kujiunga nasi kupitia namba yetu hiyo hapa ya WhatsApp, na wakatuandikia ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako, wala unaweza ukatuambia unaendelea kufuatilia Kongo Post News ukiwa maeneo gani, na hapo sasa unaweza kutupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube, hata Facebook unaweza ukanitafuta kwa jina hilo la Idi George. Asante, tukutane katika taarifa ya jioni.